Watu wengi wamekuwa wana uaminifu. Wanataka kushikilia haki zao. Anaenda kanisani, anatoa fungu la 10, anatoa sadaka, anatoa kila kitu, akosi kanisani. Akosi kanisani. Akosi kanisani. Akosi kutoa pesa za mchango cha kanisa. Ni nyumba tunajenga kanisa, mabati amenunua. Lakini si mwenye haki mbele za Mungu. Unaweza fanya mambo hayo yote, lakini wewe si mwenye haki mbele za Mungu. Ndio hii Warumi 12 Paulo anawaongelelea. Watu waliofanya mambo mengi ndani ya kanisa, lakini si wenye haki mbele za Mungu. Ndio. Haleluya. Amen. Walitoa sadaka sana, lakini hawakuwa wenye haki mbele za Mungu. Walikuwa na juhudi kwa ibada, yani hawajawahi kosekana kanisani, lakini hawakuwa wenye haki mbele za Mungu. Ndio maana Paulo anasema hivi, kwa sababu na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu. Ndio. Wana juhudi kwa ajili ya Mungu. Unatakuwa na juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini wewe si mwenye haki. Yaani ikipimwa uangaliwe, wewe hauna kitu. Hauna kitu kwa sababu gani? Unaongea vile unavyotaka, hauna viwango. Unajua mtu wa Mungu ni lazima uwe mtu wa maneno machache. Na tena mtu wa Mungu ni lazima uelewe, ukosewe na uvumilie. Yaani ushakosewa na ukavumilia wewe. Yaani lazima uwe mtu anakosewa sana na ukavumilia. Yaani mtu amekukosea sana, lakini wewe umevumilia, umemwacha. Lazima uwe mnyenyekevu sana. Mtu amekukosea, lakini umevumilia. Kwa sababu unataka kutenda haki. Na kama ni kuongea, unaongea katika upole wote unaostahili. Haleluya. Amina. Tunaelewana? Ndio. Wokovu lazima kuvukisha viwango. Mtu amekukosea, lakini Biblia inasema tulipe wema, tulipe mbaya kwa wema. Tulipe mbaya kwa wema. Yaani mtu anakufanyia mbaya na wewe unamlipa uzuri. Unaweza hiyo? Na ndio wokovu. Amekulipa mbaya, amekufanya mabaya, lakini wewe unamfanya mambo mazuri. Unamfanyia kitu kile kina style, kwa sababu wewe unataka kufanya kibaya kama yeye. Huo ndio wokovu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unaweza kuwa na juhudi ndani ya kanisa, lakini bado ikawa licha ya juhudi nyingi hautendi haki mbele za Mungu. Kwa sababu wewe ni mtu unajihusisha na mpira, wewe ni shabiki wa mpira, wewe ni mtu unajihusisha na Baba Shilando kwa TV, na Nigeria na movie, wewe ni mtu unajihusisha na mambo mengine sio mbele za Mungu. Lakini wewe ni mtu unajuhudi ndani ya kanisa. Tukiitana masaa ya kanisa unaonekana, lakini kwa mambo ambayo yanaudhi wewe unahusika. Kwa mambo ambayo ni chukizo wewe unahusika. Mimi usibado nimeangalia TV. Video vina maana. Naingianga kwa basi. TV sinaona kwa basi kuna